Karibu katika kipindi cha Nuru ya Imani ndani ya The Alternative Voice kinachoangaza ukweli wa imani ya Kanisa Katoliki. Katika kila kipindi tunajifunza mafundisho ya kanisa na kuimarisha safari yetu ya kiroho. Leo tunatafakari fumbo kubwa kuliko yote katika Ukristo. Fumbo ambalo akili ya mwanadamu haiwezi kulielewa kikamilifu, bali moyo wa imani hulikubali kwa unyenyekevu. Tunazungumza kuhusu Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni fumbo la upendo, umoja na maisha ya Mungu mwenyewe. Karibu tuangaze pamoja nuru ya imani. Mimi ni Christine Ayeko. Kwanza tunaelewa Utatu Mtakatifu ni nini. Katika imani ya Kanisa Katoliki, Utatu Mtakatifu ni fundisho linalotufundisha kuwa kuna Mungu mmoja katika nafsi tatu. Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, Mungu Mwana, Yesu Kristo mkombozi wetu, na Mungu Roho Mtakatifu, mfariji na mtoaji wa uhai wa kiroho. Hawa si miungu watatu, bali ni Mungu mmoja aliye katika umoja kamili wa upendo. Utatu Mtakatifu ni siri ya imani ambayo imekuwa msingi wa Ukristo tangu mwanzo wa kanisa. Biblia inatufundisha hili wazi katika Mathayo 28:19. Nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaona hapa neno jina sio majina mengi, bali jina moja la Mungu mmoja. Sehemu ya pili tunaelewa misingi ya kibibilia. Fumbo la Utatu Mtakatifu linajitokeza katika sehemu mbalimbali za Biblia. Kwanza, wakati wa ubatizo wa Yesu. Yesu alipobatizwa, Baba alizungumza kutoka mbinguni. Mwana alikuwa mtoni Yordani. Roho Mtakatifu alishuka kama hua ama dove. Hii ni picha ya wazi ya uwepo wa Utatu. Pili ni ahadi ya Yesu. Yesu alisema, "Nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, Roho wa kweli." Hapa tunaona mawasiliano kati ya nafsi tatu za Mungu mmoja. Kisha tuelewe kwa nini ni fumbo. Utatu Mtakatifu unaitwa fumbo si kwa sababu hauna maana, bali kwa sababu akili ya mwanadamu haiwezi kulifafanua kikamilifu. Ni kama mwanga ambao ni mmoja lakini una rangi tofauti, au moto unaotoa joto, mwanga na nguvu lakini bado ni moto mmoja. Lakini hata mifano hii ni midogo sana mbele ya uhalisia wa Mungu. Hapa ndipo imani inapoingia. Si kila kitu kinaeleweka kwa akili, lakini kinaaminiwa kwa moyo. Kisha pia tuelewe maana ya utatu kwa maisha yetu. Utatu Mtakatifu si fundisho la nadharia tu, una maana kubwa katika maisha yetu ya kila siku. Kwanza, Mungu ni upendo. Mungu si mpweke, ndani yake kuna upendo unaoishi kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pili, tunaitwa kuishi kwa umoja. Kama utatu ulivyo mmoja katika upendo, sisi pia tunaitwa kuishi kwa amani, mshikamano na upendo katika familia na jamii. Tatu, uhusiano wetu na Mungu. Tunamuomba Baba, tunampokea Yesu kama Mwokozi, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo, maisha ya Mkristo ni maisha ya utatu. Sehemu ya tano, tuweze kuelewa makosa ya kuepuka. Kuna dhana potovu kuhusu Utatu Mtakatifu. Kwanza, si miungu watatu. Ukristo hauamini miungu mitatu. Mungu ni mmoja tu. Pili, si Mungu anayebadilika sura. Mungu si kama mtu anayevaa mask tofauti. Si nafsi tatu za milele, zote sawa na za milele. Tatu, si mgawanyiko. Baba si mkubwa kuliko Mwana, wala Roho si mdogo. Wote ni sawa katika umoja wa Mungu mmoja. Sita, tuweze kuelewa utatu katika maisha ya kanisa. Kanisa Katoliki linaishi utatu kila siku. Tunaanza sala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunabatizwa katika jina hilo hilo. Misa takatifu yote inaakisi utatu. Hii inaonyesha kuwa utatu si fundisho la mbali, bali ni msingi wa maisha ya kanisa. Katika sehemu ya mwisho tuweze kutafakari na sala. Hebu tuchukue muda wa utulivu.
Mpendwa, pale ulipo jiulize, je, ninaishi katika upendo unaoonyesha Mungu ambaye ni upendo? Je, ninajenga umoja au migawanyiko? Tusali. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kutuumba. Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutukomboa. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa kutuongoza. Tufundishe kuishi katika upendo wa Utatu Mtakatifu. Tufanye kuwa vyombo vya amani, umoja na huruma. Amina. Asante kwa kuwa nami katika Nuru ya Imani. Leo tumejifunza kuhusu fumbo kuu la Ukristo, Utatu Mtakatifu. Siri ya Mungu mmoja katika nafsi tatu. Siri ya upendo usio na mwisho. Kumbuka, kadri tunavyozidi kumjua Mungu, ndivyo tunavyozidi kugundua kuwa yeye ni zaidi ya tunavyoweza kuelewa, lakini si zaidi ya tunavyoweza kumpenda. Mungu akubariki na kuweke katika amani ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tukutane katika kipindi kijacho cha Nuru ya Imani. Hii ni The Alternative Voice na mimi ni Christine Ayeko.